Akiwa kwenye ndege ya Air Force One kuelekea Mashariki ya Kati, ziara ya pili inampeleka Mashariki ya Kati katika kipindi cha awamu yake ya pili, Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa vita imekwisha na hii ni mwisho. Anakwenda kushuhudia utiaji saini kule Sharm el Sheikh, Misri, akiwa sambamba na viongozi kutoka zaidi ya nchi 20. Yes, usalimishaji wa mateka. Mpango wa kuachia mateka wa Israeli na mpango wa kuachia mateka na wafungwa wa Kipalestina ni rasmi Jumatatu hii unaanza. Donald Trump atahutubia bunge la Israeli Knesset na baadaye kukwea pipa kuelekea mji wa kistarehe uliopo kule Sharm el Sheikh nchini Misri. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Assalamu alaikum. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako. Sikupatikana angalau kwa siku 2 kutokana na kidogo sauti yangu ilikuwa ina matatizo na kifua kilikuwa kimenivuta kweli kweli, kama nilivyowajulisha mara ya mwisho kwenye mazungumzo kuwa hali yangu haikuwa nzuri. Na kiasi nimeanza kurejea kwenye sauti, na ndio maana usikivu wa sauti yangu sio ule ambao unaofahamu. Nashukuru naendelea vizuri na nimerudi tuzungumze. Kipindi ambacho tulikuwa tunataka tuzungumze mambo mengi ndio mambo yaliingiliana. Lakini sasa nimerudi tuzungumze. Tunazungumza haya yanayoendelea kutokea leo. Leo kuna matukio mengi makubwa ambayo yanaendelea. Urudishaji wa mateka wa pande zote mbili utashuhudiwa. Lakini si hilo tu, kuwa kumekuwa na mkanganyiko wa kauli ndani ya Israeli, kauli zilizotolewa na Marekani, lakini mvutano kati ya Hamas na baadhi ya wasimamizi wa mazungumzo baada ya uamuzi wa Israeli kubadili majina ya waliokuwa wanapaswa kutolewa. Israeli imepiga mstari karibu majina mengi ya watu ambao walipendekezwa na Hamas, wakiwemo kina Marwan Ahmad Sadati na wengine kina Abdullah Barghouti, ambao wanasema kuwa ni viongozi wa profile ya juu, yani viongozi wa ngazi za juu ambao majina yao yamepigwa mstari kuwa hawatotoka. Lakini nimeona kuna jina lilipelekwa tena kuwa angalau waweze kutoka. Ni daktari maarufu kabisa aliyekamatwa mwezi wa 10 mwaka jana, Hussam Abu Safia, kutoka hospitali ya Kamal Adwan, ambaye alishikiliwa tu na vikosi vya Israeli akapelekwa gerezani, hajafunguliwa mashtaka, basi tu yuko gerezani hivyo. Sasa kumekuwa na maswali mengi. Nimezungumza na vyombo vya habari kadhaa ambavyo umenisikiliza kuanzia alfajiri. Nimezungumza na vyombo vya habari vingi tu ambavyo wewe kama BBC na wengine, Home Ground, nimezungumza na UTV, nimezungumza na UFM. Nimejaribu kuelezea hatma na nini kinachokwenda. Yani unajua kuna hiki unakiona na kile kinachokuja kutokea. Usitishaji na kile kinachokuja kutokea. Na mara kadhaa nimesema kuwa ikiwa dhamana ambayo ni Marekani, ikiwa Marekani atarudi kwenye uhalisia wake, na mara kadhaa unajua kipimo cha watu wasiolinda, unaweza kusema watu wasiolinda ahadi, mmoja wao Trump ni mzuri sana kwa hilo. Trump si mtu anayesimamia ahadi, wala si mtu ambaye huwa anakubali kile alikisema. Alivyokuwa na mvutano na Zelensky, kama mnakumbuka, akasema huyu ni dikteta anayeng'ang'ania madaraka, hana uhalali wa kuwa rais na vyovyote ilivyo, kwa sababu uchaguzi wa Ukraine ulitakiwa ufanyike mwezi wa 5 mwaka jana na haukufanyika kwa sababu nchi ipo kwenye vita. Lakini bunge la Ukraine lilimuidhinisha bwana Zelensky kuendelea na nafasi yake kwa sababu yupo kwenye nafasi kihalali kwa mujibu wa sheria za ndani za Ukraine. Bunge la nchi lilimuidhinisha. Sasa maoni yanapotolewa na rais wa nchi nyingine kumshutumu rais mwingine kuhoji uhalali wake, hapo inakuwa ni swala jingine. Lakini wanahabari wa Marekani walipomhoji Donald Trump baada ya Ukraine kukubaliana kuwa wataachia baadhi ya migodi yao waikabidhi kwa Marekani, walivyokuwa wanamuuliza wanahabari wa Marekani, wana Trump, vipi Zelensky bado ni dikteta au imbadilika nini? Akauliza, mimi nilisema lini, wakati gani, wapi? Hiyo unaweza kusema hivyo. Makubaliano ya Januari 19 ambayo Trump alisema yamekuja kwa ajili yake, kati ya Israeli na Hamas, ambayo yalianza siku moja kabla ya Trump kula kiapo. Akasema
haya makubaliano sio ya Joe Biden. Biden alishindwa kumaliza mgogoro. Mimi ndio nimeleta hii amani. Akasema ni ya kwake na akajisifu na hilo. Makubaliano ambayo aliahidi atayalinda na kusimamia vifungu vyote Israeli waweze kutekeleza. Israeli walivyokuja kukataa kutekeleza, Trump alinyamaza kimya, hakuna lolote alilofanya. Sasa makubaliano ya mara hii hatuna dhamana zaidi ya Trump. Yaani dhamana sio Marekani, dhamana ni Trump. Kwa hiyo naweza nikakwambia kuwa makubaliano haya ni ya Trump na yeye pekee ndio anapaswa kuyalinda. Akiwa kwenye ndege ya Air Force One anakwenda sasa huko, wanahabari wakamuuliza inawezekana ni mwisho wa vita? Akasema vita imekwisha na wote watapaswa kuheshimu kukaa kwenye makubaliano ambayo tumekubaliana. Maana yake dhamana ni Trump, sio Marekani. Sasa Israeli watakuwa na wakati gani wa kutaka kumshawishi bwana Trump kuwa wale wamekiuka makubaliano? Na nimezungumza kama Israeli wataweza kumshawishi Trump kuwa wale wamekiuka makubaliano, atayepoteza ni Hamas. Maana yake Hamas na washirika wa Kiarabu na Kiislamu wameweka imani kwa Trump kuwa Trump amewaahidi litakwisha, amemaliza na haya hatakuja kujirudia tena. Yaani kuwa wote wameishi chini ya nyuma, yani chini ya mgongo wa Trump. Sasa Trump ni mzayuni ambaye yeye ameifadhili Israeli mwanzo mwisho mwa vita. Kapeleka silaha, kaunga mkono, hajaweka mstari wowote mwekundu wa kuzuia kuwa Israeli waache kufanya wanachokifanya, lakini ameruhusu Israeli wafanye kila wanachojisikia kukifanya. Na akajinyamazisha kimya kuona kama hakuna tukio lolote ambalo linaendelea. Kwa hiyo kaacha waende wanavyofanya. Sasa tulikuwa tunazungumza kuhusu tuzo za Nobel ambazo mara ya mwisho mimi nimezungumza na wewe ilikuwa ni siku ambayo tuzo zinatolewa. Nikasema ngoja tuangalie upepo baada ya tuzo kutolewa. Je, Trump atabadilisha au atabaki na msimamo huo? Tuzo zilipotoka akatajwa Maria Machado, mzayuni mwingine kutoka Venezuela, kiongozi wa upinzani, ndio kashinda, sio Trump. Haikumfurahisha Trump. Lakini Trump akabaki na msimamo ule ule kuhusu Gaza. Na hofu ya wengi ilikuwa kuwa huenda tangazo likaja vingine likamgeuza Trump asikubaliane na hilo, au akaamua kupuuza. Au kuna mawili. Ima Trump ametafuta sasa njia halisi ya kwenda kuipata tuzo kihalali kuliko hii ambayo ilikuwa ni zimamoto. Yaani alianzisha harakati za kupata tuzo ya amani kama wiki 3 kabla ya kutangazwa tuzo, ndo kaweka mguu vita ishe. Na anazungumza tuzo. Tayari watu walikuwa wameshafanya tathmini ya mwaka mzima, na waliokuwa wanapewa tuzo ni wale walioyafanya mwaka uliopita 2024, sio hii kipindi ambacho yeye hajarudi madarakani. So huenda sasa Trump ameamua kuitafuta tuzo kwa njia halali ya hivi sasa. Asimamie makubaliano, ahakikishe Israeli haitofanya tena, na awadhibiti na aheshimu ahadi zake, ili aweze kuaminika kuwa huyo anapaswa kuheshimiwa kuwa apewe tuzo ya Nobel. Lakini amalize mgogoro wa Urusi na Ukraine kwa njia salama bila athari. Labda wamfikirie tena kuwa huyo anaweza kupewa hii tuzo. Sasa makubaliano ambayo yatasainiwa mbele ya Donald Trump na viongozi kutoka nchi 20 wastani duniani, wakati Israeli ikigoma kutuma wawakilishi wa ngazi za juu kabisa kwenda kushuhudia utia saini. Manake kuwa hawajakubaliana, yani ni Trump anayesukuma. Irani imekataa, najua sababu zao, nitakuja kueleza mara nyingine kuwa hatutoshiriki kwenye haya. Sasa je, Israeli watayavunja makubaliano ambayo yamemsababisha Trump apande ndege kwenda Mashariki ya Kati kuyasimamia na kusema kuwa tunahakikisha kila kitu kinakuwa sawa? Je, Israeli watayavunja haya makubaliano na Trump atakubaliana na hilo? Je, wataanzisha sababu gani ambayo itawafanya wavunje haya makubaliano? Lakini ikiwa Trump ataelewa sababu ya Israeli katika phase 2 ya Hamas kusalimisha silaha ambayo tayari wameshaikataa, basi Hamas watapoteza kikubwa, kwa sababu hawana dhamana. Dhamana halali na dhamana yenye nguvu ni mateka hai ambao wote watakuwa tayari wameshawasilishwa ndani ya Israeli. Kitakuwa chokuwa imebaki ni mabaki ambayo yanahangaika kutafuta, yanaweza ikachukua muda mrefu. Hiyo hayana nguvu sana. Kwa hiyo Israeli wanaweza wakaendelea tuna vita na wakapata baraka za Donald Trump. Sasa
dhamana ya Donald Trump ndio dhamana pekee ambayo Hamas au washirika wa upande wa pili walionayo. Je, harakati za wazayuni ambazo zinawapa fursa wanaweza kuzishikilia wakati gani? Unajua nani alimuua John F. Kennedy? Nani alimuua? Trump katika kipindi hiki alikuja na kitu anasema kuwa natoa mafaili mengi ambayo yanaonyesha kifo cha John F. Kennedy, aliuawa kwa nini, na akaanza utaratibu wa kuachia mafaili, lakini aliishia katikati, hakwenda mbali. Katikati ya kuanza kutoa kwake kukaibuka kashfa kubwa inaitwa Jeffrey Epstein, ambaye akatajwa yumo yeye. Jeffrey Epstein akatajwa yumo. Kama alitajwa yumo yeye na akaacha kutoa mafaili ya John F. Kennedy, nani alimuua Kennedy? Kwa nini Wamarekani wengi wanaamini Charlie Kirk aliyeuawa hivi karibuni aliuawa na mawakala wa Mossad? Wengi wanaamini ni kwa sababu Charlie Kirk alibadili toni dakika za mwisho. Alikuwa ni mzayuni anayetetea Israeli bila mpango, akatetea kila kitu. Lakini alikuja kuanza kuzibadili kauli zake mwishoni, kuanza kuhoji baadhi ya vitu vingi. Na message zilizovuja hizi dakika za mwisho za rafiki yake akimuonyesha, anaonyesha message alizotumiwa na Charlie Kirk siku 2 kabla ya kuuawa. Anasema kuwa anataka kutoka kuisupport Israeli na kusimama upande mwingine kwa sababu anaona kuwa Israeli haitendi haki. Ndio message zilizovuja. Nani kamuua Charlie Kirk? Netanyahu kaisha simama kwenye vyombo vya habari kasema wao hawahusiki. Nani kamuua? Sasa ninavyozungumza kuhusu haya makubaliano kuwa nani kamuua John F. Kennedy, Trump ana nafasi gani na uwezo gani wa kuendelea kudhibiti wazayuni ambao wanaikontrol serikali ya Marekani, ambao hufanya lolote kwa yoyote pale mipango yao inapozibwa mbele. Haijalishi ni kiongozi gani aliyeko kwenye nafasi gani yuko mbele yao, watamuondoa. Sasa Trump amejipanga kiwango gani kudhibiti uzayuni wa Israeli, kudhibiti uzayuni wa ndani ya Marekani na kuendelea kushikilia malengo yake? Kwa sababu ninapozungumza mara kadhaa kuwa wanawaambia kuwa katika sifa anazozipata Trump kwenye hili la usitishaji wa vita, ndio Netanyahu anavyozidi kupoteza kisiasa. Yani Netanyahu anapata sifa, Trump anapata sifa, Netanyahu anapoteza. Wakati anatoa hotuba ya jana kule kwao, amesisitiza sana umoja na kujaribu kujikosha, niliwaahidi ushindi, lakini hawamuelewi. Wewe sio ulioleta mateka kawaleta Trump, sio wewe. Kwa hiyo Netanyahu anauona upepo unavyovuma kwake, jinsi unavyovuma vibaya, sio kwa sababu yoyote, kwa sababu Trump kaleta haya makubaliano ambayo yanamfuta yeye kwenye ramani ya kisiasa. Je, anaungwa mkono kiasi gani ndani ya Marekani na watu wa maamuzi ndani ya Marekani ambao wanaweza kumdhibiti Donald Trump? Hili swali jingine. Kwa hiyo makubaliano haya ni makubaliano magumu kweli kweli. Yani nayaona katika nafasi sio kubwa kwa kiwango hicho, au utulivu si uoni kwa muda huo. Lakini muda utatupa majibu. Asanteni.